Simba ambao hawakuperform kwa kiwango chao bora. Wapo wachezaji wa Simba ambao walishindwa kufikia hata ile robo tatu ya uwezo wao uliozoeleka katika mchezo wa jana. Kwa hivyo vitu vyote hivyo vinapelekea timu iweze kupoteza mchezo. Ukiangalia wachezaji wote ambao walianza na waliokuja kuingia substitution, ni mfungaji wa bao pekee, Neo Maema, ndo ana rating kubwa kwa maana ana alama nyingi ambazo kazipata kutokana na mchezo wa jana. Ukiliacha lile bao ambalo Neo kafunga, lakini bado amefanya vitu vingi sana uwanjani kuliko michezo karibia yote ambayo aliwahi kuicheza akiwa na jezi ya Simba Sports Club. Ungesema kwamba mbali na goli tu ambalo Neo Maema ilifunga, hukuwa na kitu kingine cha ziada ambacho alikiona. Kwa mfano akitolea mfano kwamba kwa kuna wakati back pass kutoka kwake na Simba zilikuwa za kutosha kwa upande wake, kwa watu wanaona kama alikuwa atimizi majukumu yake vile ambavyo yanahitajika. Pengine unaweza kutupa hiyo sura halisi. Ukiliacha lile goli ambalo kalifunga, ambalo pia ni goli ambalo liko nje ya muundo na mtiririko wa timu kiuchezaji. Ni nadra sana kuiona Simba wakifunga magoli ya namna ile, kwa sababu ni goli ambalo limefungwa kwa uwezo binafsi. Sio kwamba limetengenezwa katika ule mtiririko wa kiuchezaji kuanzia kwenye build up kuja kwenye progression, creation, transition, tunaenda mpaka kwenye finishing. Ukiangalia ile finishing namna ambavyo imefanyika nje ya boxi, yale yalikuwa ni maamuzi ambao mchezaji anaamua kuyachukua yeye mwenyewe kiwanjani. Ngoja nifanye, likitokea yes, lisipotokea yes pia. Pale kama angekosa kufunga lile bao, hakuna shabiki yoyote yule au mwalimu ambaye angekuwa analalamika kwa namna ambavyo alikuwa ameupigia mpira mazingira yale. Lakini kama angekuwa amestep zaidi huko kwenye boxi, huenda kama angekosa hiyo nafasi angelaumiwa. Lakini pale ambako aliamua kuchukulia maamuzi, hakuna mtu ambaye anaweza akalaumu kama hata ule mpira usingeelekea langoni, kwa maana ya kwenda kuzali ile bao moja ambalo Simba amelipata. Sasa ukiacha hiyo scenario, Neo Maema katika mchezo wa jana alikuwa na miguso 73 kwa dakika ambazo kacheza zote. Kagusa mpira mara 73. Katika 73 amepiga pasi 60. Pasi 60 kapatia pasi 50 zilikuwa ni clear pass ambazo safe. Anapiga mipira ambayo inafika kwa walengwa, mipira 50. Mipira 10 ndio ilipotea kutoka kwenye miguu yake. Katika zile pasi 50 ambazo kazipiga ambazo zilifika kwa walengwa, amepiga pasi 26 ambazo alikuwa anazipiga, tunasema ni diagonal pass na back pass, ambayo ni nusu ya pasi alizozitimiza kiwanjani. Kwa maana zipo mipira ambayo alikuwa anaiweka Simba kwenye timu salama, kwa maana anachagua kucheza katika maeneo ambayo ni salama zaidi, mpinzani hawezi kufikia mpira, kwa maana ukirudi nyuma ni ngumu mchezaji wa timu pinzani kuweza kufikia ule mpira kwa sababu wanakuwa na idadi ndogo ya wachezaji. Lakini ukiupiga mbele unakuwa kuna machaguo mawili. Vitu vile vinaweza vikatokea. Moja, unaweza ukaupoteza kwa sababu ya pressure ambapo kwa mchezaji uliyempelekea, ama mbili, kama utafanikiwa unaenda kutengeneza utofauti mkubwa, kwa maana unakuwa umeuvunja mstari mmoja wa ulinzi na kuipunguza idadi ya wachezaji ambao wanaenda kudili kukaba ule mpira ambao tayari unasogea kwenye box la timu pinzani. Mipira 24 aliipiga kuelekea mbele, tunasema ni zile forward pass. Hii 26 ndo ambao nimezungumza kwamba zilikuwa ni square pass au back pass, au nyingine anapiga diagonal pass ambazo alikuwa anazipiga pembeni kulia, pembeni kushoto. Ukiangalia katika kipengele hicho, inakuonyesha kwamba ni mchezaji ambaye alikuwa na usahihi wa matukio upande wa pasi kwa kiasi kikubwa kuliko kundi kubwa la wachezaji wa Simba waliocheza jana. Lakini ukija kuangalia Neo Maema katika mchezo wa jana amekokota mipira mara 3, kwa maana ya kudribble ule mpira. Katika ile dribble nyaka aliyoifanya mara 3 zote amefanikiwa, na ni mchezaji pekee kwenye kosti ya Simba ambaye ana 100% za kudribble mpira mara zote na akafanikiwa mara zote kwenye kosti ya Simba. Kwa sababu ukija kuangalia, alikokota Joshua Mtari mipira mara 4, kafanikiwa mara 2 kafeli, ana 50%. Unaenda kuangalia Elim Panzu ambaye kwa aina ya uchezaji wake ulitegemea atakuwa amekokota mipira mara nyingi, lakini Elim Panzu kakokota mipira mara 7, amefanikiwa mara 4, kakosa mara 3, kwenda kutimiza ile adhma yake au zumuni lake la kuachia mpira uende kwa mchezaji wa timu yake, kwamba uweze kufika ukiwa salama ule mpira. Kakosea mara 3, kapatia mara 4, lakini Neo Maema mara 3 zote alizozifanya tena katikati ya kiwanja zote kafanikiwa. FM kutoka Tabata, Dar es Salaam, Tanzania.